Mitihani ya kugombea nafasi ya uspika kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, kwanza nimshukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuipendekeza jina langu kwenda kwenye caucus ya chama, na niwashukuru wajumbe wa Chama cha Mapinduzi kwenye caucus kwa kumteua mimi kuja kuwakilisha katika bunge hili kama spika. Moja ya ajenda zangu kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe, ni kuliunganisha bunge hili la wananchi la watu kwa maslahi mapana ya watu, ikishirikiana na serikali na mhimili wa mahakama, ili tuna taifa moja, taifa la amani, taifa ambalo linataka maendeleo na ustawi wao. Serikali chini ya Mheshimiwa Rais Samia kwa unyenyekevu mkubwa wametoa dira ya taifa ya 2025-2050. Dira hii inataka isimamiwe vizuri na bunge hili kuisaidia serikali malengo yake ya ustawi wa jamii kwenye afya, miundombinu, elimu na amani na ulinzi wa taifa letu uweze kutekelezwa. Kwa heshima na taadhima, mkinipa kura zenu, nitashirikiana na nyinyi kuhakikisha dira hii ya taifa ile mafanikio makubwa sana, ili wananchi wetu waweze kupata hamu, uhuru na starehe ya taifa lao. Kwa heshima na taadhima, naomba kura zenu. Katika hatua hii tulisema makofi yapungue kidogo. Haya, ndugu zangu, Mheshimiwa Musa Azan Zungu amemaliza kujieleza. Kama kuna maswali, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Ado. Ndugu mgombea Mheshimiwa Zungu, ningependa kufahamu katika bunge utaloliongoza, iwapo utachaguliwa kuwa spika, litakuwa na mchango gani katika kuboresha demokrasia nchini Tanzania, hasa katika muktadha wa kujenga mwafaka wa kitaifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafurahi sana kwa swali zuri sana la Mheshimiwa Ado. Bunge hili litasimamia haki za watu. Bunge hili, kama serikali ilivyotangaza, mchakato wa katiba mpya uko njiani, na bunge hili ndio litalosimamia katiba hilo, na wale ambao tuko ndani ndio tutakaoamua mustakabali mkubwa wa taifa letu kwa amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Haya, swali la pili. Swali la tatu. Jaza ujazwe. Aliko hapa. Liko hapa swali la. Karibu. Nashukuru sana. Mheshimiwa mgombea, siku za nyuma uliwahi kuanzisha sera hapo bungeni ya jaza ujazwe. Sasa nilikuwa nataka nikuulize, katika bunge hili la 13, sera hiyo ya jaza ujazwe unaioanisha vipi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo umetuambia kwamba utaisimamia kikamilifu? Mheshimiwa Zungu, hilo swali haliko kwenye ilani, haliko kwenye dira, lakini kama unapenda kujibu naweza kujibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya spika ndani ya bunge hili yameainishwa kwenye kanuni ya toleo jipya la mwaka 2025, kanuni ya 4. Na haya ndio tuko mwongozo wangu kwenye bunge hili. Mheshimiwa Zungu, maswali yameisha. Sasa kwa bado na swali? Ala, ulinyosha Haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi, napenda kuuliza swali moja. Tukikuchagua leo kwa spika wetu wa bunge, una mkakati gani wa kuhakikisha bunge hili linakuwa ni bunge la kuwakilisha wananchi dhidi ya serikali na sio bunge la kuitetea serikali? Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge sio vita kati ya serikali
na Bunge. Pamoja kwa Spika anatakiwa neutral, lakini wabunge ni wasaidie. Kazi yetu sisi kuleta kero, shida za wananchi wetu kwenye taifa letu. Hakuna ugomvi wa bunge na serikali wala bunge na mahakama. Lengo letu kubwa ni kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi, si maslahi yetu sisi. Tuwatizame wananchi wetu kwanza, na wananchi wetu tutatizama kwa dira hii mpya ambayo ilitolewa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliyokuwa jumuishi kuitunga dira hii na itafikia wananchi wetu. Asante sana. Sasa kwa sababu wewe ni mbunge wa Ilala, unaruhusiwa kukaa ndani kwa sababu utapiga kura. Asante sana. Ndugu zangu, tunaingia kwenye hatua ya upigaji wa kura, lakini kabla ya hapo namwomba katibu wa bunge atuambie tuko wangapi. Naomba ufanye hesabu kidogo, na wale waliopo nje, kama mlinzi wetu huku kigonga kengele, kuna watu wako nje kidogo, tunataka tuwahesabu waingie ndani.